Mtazamaji wa Manara TV, hapa leo niko na mshindi wa pili Rami Gales ambaye alishiriki katika mashindano haya makubwa ya kuhifadhi Qur'ani kwa watu maarufu. Rami Gales, kwanza kabisa asalamu alaykum, lakini pia hongera kwa kuwa mshindi wa pili. Wa alaykum salaam wa rahmatullah, na nashukuru sana. Okay, labda tuliona pale wakati unasoma Qur'ani ulilia. Kipi ambacho kilikufanya mpaka ukalia? Ni Qur'ani yenyewe, kwa sababu mimi sio msomi wa kila siku kama ninavyokuja tu kwenye mashindano, bali Qur'ani mimi ni maisha yangu, na sura niliyoichagua kidogo ina ukakasi. Kwa wale wanaojua Qur'ani wanaweza kuitafsiri zile aya nilizokuwa nikinyamaza nikilia. Ni aya ambazo kidogo Mwenyezi Mungu anakuwa mkali sana kwa sisi ambao tunapaswa kumtukuza na kumwabudu, na anaahidi kwamba tutaingia motoni kwa wale ambao hawatomwabudu yeye na hawatomtukuza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni aya ambazo kidogo zimenigusa sana hisia, ndio maana ukanikuta kwenye ile hali, lakini hali ya kawaida katika Qur'ani, mtu anayesoma kwa kuelewa ananielewa vizuri. Okay, mwaka jana pia ulishiriki, lakini kwa bahati mbaya haikuaridhiki, haukushinda. Mwaka huu pia umeshiriki, haukuwa mshindi wa kwanza ila umekuwa mshindi wa pili. Labda hii kwako inakupa motisha gani zaidi? Mwaka jana kuwa mshindi wa pili na mwaka huu kuwa mshindi wa pili, kote mimi kwangu ni kawaida tu, ni sawa, kwa sababu ndivyo majaji wameona watoe hukumu yao, na wao ni binadamu wameumbwa kwa upungufu na hawajawahi kuwa kamilifu. Kwa hiyo sijachukulia negative, nimeichukulia positive, na labda yumkini kwa kusimama katika kusoma, kulia na vitu kama hivyo vilisababisha, lakini mimi sijakosea aya na sijakosea ahkam, na Mwenyezi Mungu atanilipa ujira wangu katika maisha yangu. Na nimekuja hapa sio kushindana, narudia tena, nimekuja hapa kwa niaba ya kuinspire vijana ambao wananitazama kama role model. Wanaonitazama wangetamani kuwa mwigizaji, kuwa rubani, na mwisho wa siku niwakumbushe kwamba kuna imani ya dini ambayo hii ambayo mimi nilipo ya Kiislamu, na wanapaswa kuishi kwenye miungo ya dini yao, na hakika ndicho nilichokuja kukifanya na sio kushindana, kwa sababu sifanyi Qur'ani kuwa kwenye sehemu ya mashindano, lakini Qur'ani iwe sehemu ya mafunzo ya kujifunza. Okay, labda una neno gani la kumwambia mkurugenzi wa Manara Foundation Haji Sande Manara ambaye yeye ndo ameanzisha haya mashindano ya kushindana kusoma Qur'ani kwa watu maarufu? Nampongeza sana kaka yangu Haji Sande Manara kwa kuweza kubuni Tanzania Celebrity Competition ya Qur'an, na ni kitu kikubwa sana amefikiria, amewaza, ni creative model ambayo itaendelea na imani sio tu mwaka huu bali hata mwakani, na ni sehemu ya kumfanya yeye abakishe alama kwa jamii katika dini ya Kiislamu, na ni kitu kikubwa kwa sababu anawa-inspire vijana ambao wanatutazama sisi kama inspiration zao, na mwisho wa siku Mwenyezi Mungu atamlipa kwa hichi kikubwa alichokifanya. Rami Gales, umeoa, labda una neno gani la kuambia vijana wengine, wasanii wenzako maarufu ambao umri umefika lakini bado hawajaoa? Unalipi la kuambia? Kiukweli na washauri, kuoa ni sehemu ya dini, ni nusu ya dini kukamilisha, na washauri, na pia ningeweza kuambia kwamba wafanye jitihada, Mwenyezi Mungu awafanyie pesi, kwa sababu kwenye ndoa kuna mengi unapunguza. Shukrani sana. Shukrani sana. Asante. Huyo ni mshiriki namba 2 Rami Gales ambaye yeye ameibuka kidedea hii leo. Mwaka jana pia alishiriki kuwa mshindi wa pili, lakini pia hata mwaka huu amekuwa mshindi wa pili.